Karibu sana msikilizaji na mfuatiliaji wa simulizi nzuri na kali. Hii ni simulizi ya Washa Taa. Mtunzi ni Jackie Mambo, msimulizi ni Elizabeth Tanzania. Mvua kubwa iliyokuwa inaendelea kunyesha ndio iliyosababisha viumbe hao wagusanishe viungo vyao vya asili, wakiamini kabisa kwa kufanya hivyo baridi itaondoka kwa kiasi fulani, kama sio kuondoka kabisa. Mwanamama alikuwa chini ametanua miguu yake, kidume kilikuwa juu kimejipenyeza katikati ya mapaja yake na kuusimika mchi wake ndani ya kinu, kikitwanga taratibu bila pupa. Mchezo ulikuwa mtamu sana siku ile, hasa ukichanganya na baridi lile lililoletwa na mvua, basi hakuna aliyetamani kumwachia mwenzake. Viuno vilipanda na kushuka, wakicheza nyimbo walizotengeneza wenyewe, nyimbo ambazo hazikujulikana ni aina gani ya muziki, sio singeli wala sio rumba. Hawakujali hilo. Kwao walicheza na kuziona ni nyimbo bora kuwahi kutokea ulimwenguni. Waliendelea kuimba kwa kupokezana kijiti. Mume wangu, babangu, nakupenda sana, alilalamika kimahaba mwanamama. Muda huo kinu chake kinashambuliwa kwa kasi, asijue kinatwanga nini, kisamvu au karanga za mboga. Haya, kata mke wangu, na karibia taratibu. Karibu tumalize wote bibi. Tamu. Mke wangu, we mwanaume hauzeeki jamani. Baba. Kasi iliongezeka, kumaanisha sasa wimbo wao waliopenda umefika kwenye sebene. Sauti ziliongezeka, kila mtu aliongeza hisia, ikiwa na maana si muda kila mmoja atakiona kilele chake. Nakujua. Jamani. Come on. Baada ya dakika kadhaa, lile sebene lenye utamu, kila mtu alifika safari yake. Mwanamke alikuwa na hema kwa kasi sana, kuonyesha mchaka ule haujamwacha salama. We mwanaume. Naam mama Joni, niambie. Mwanaume alijibu huku anampapasa makalio yake makubwa. Utaniua we mwanaume. Jamani baba Joni, hauzeeki wewe. Kila siku unaamkia mechi kama tumekutana jana jamani. Mke wangu, hiyo kitu lazima niitendee haki. Nataka hata ukinisaliti usione jipya uko nje. Hivi kuna mwanamke anaweza kukusaliti wewe kweli? Tena hata bora siku hizi nimezizoea kidogo. Zamani ukiingiza kichwa tu nilikuwa nakojoa. Ila mke wangu, unajua najivunia sana wewe. Kwa nini? Yaani unajielewa sana. Huchuji mke wangu, unaenda na wakati. Unajua wanawake wengine wakiolewa wanabweteka sana. Wanajua kwamba safari ndio imeshaisha, kumbe ndio kwanza inaanza. Najua mume wangu unachokipenda mwilini mwangu na ninakutunzia. Sawa baba. Niambie, napenda nini? Hata uwe mrembo vipi, sisi tunatazama. Wow. Walicheka kwa pamoja. Ila mume wangu, nanawiri kwa sababu unanitunza baba yangu. Tangu nitoe kwetu, unanilisha, unanipa mahitaji yangu yote, umenipa biashara yangu. Kwa kweli unanijali. Nakupenda sana mume wangu. Ni majukumu yangu mke wangu. Ila mama Joni, unajua mtoto wetu mimi simuelewi. Nani? Joni. Sasa tuna mtoto gani mwingine? Kafanyaje tena Joni wetu mume wangu? Hivi mbona anachangamki kabisa? Hivi ulishamuona na vibinti huko mtaani au kusikia tetesi zozote zile? Baba Joni, kwa kweli sijawahi. Ila kitovu chake nilikuwa makini kwa hilo wakati namzaa. Unajua wakati niko kwenye umri wake nilikuwa machachari sana. Wewe tena kama nakuona ulivyokuwa unagawa dozi mpaka najisikia wivu japo sijakuona. Nilikuwa handsome acha tu. Wewe unaona? Joni kafanana na mimi sana.
ni handsome na yeye. We, mtoto kafuata sura ya mama, usijishaue hapa. Basi, ndo maana kumbe achangamki. Au jogoo hawiki. Jamani baba John, usimseme hivyo mtoto. Tatizo achangamki huyu bwana. Mjadala ulikuwa mzito sana. Mwisho baba John akaahidi kwamba angelishughulikia lile swala ili aone mwisho wake. Mama John aliingia bafuni akaoga kisha akavaa na kushuka chini, maana chumba chao kiko gorofani. Moja kwa moja aliingia jikoni, akamkuta dada wa kazi anaosha vyombo na kupika wakati mmoja. We Vero. Abe mama. He, hujaivisha tu? Nimekaribia mama. Mama John alimwangalia yule mfanyakazi ambaye alikuwa na kila sifa ya kumtia majaribuni mwanaume. Lakini cha kushangaza eti mwanae wala hana habari naye. Hivi we Vero, huna mwanaume wewe? Mama John alijikuta amemuuliza swali lile mfanyakazi wake. Kwa nini mama? We nijibu tu mwanangu. Maana tangu uje hapa sije kuona hata umetoka. Na vile vitu vya sokoni nanunua mwenyewe ndo kabisa. Mama, mimi nafanya kazi mama yangu. Hayo mambo mimi siyafikiri kabisa. He? Huna hisia wewe? Najizuia mama. Hivi, John hajawahi kukugusa kweli? Maana nisijekuwa naishi na mkwe wangu huko ndani bila mimi kujua. Alimsukumia swali la kizushi. John huyu mama au mwingine? Kwani John mwenyewe anasemaje? Mama bwana. Dada wa kazi alijikuta anakuwa huru kuliko siku zote. Stori za mwajiri wake siku hiyo zilikuwa za moto sana, zilimchangamsha. We niambie basi mkwe wangu, ikiwezekana tupeleke mahari ya kuoe. Mama, John mwenyewe huyu? Yaani akikuongelesha siku hiyo, mbona utaota wiki nzima? Unaweza kukaa hata mwezi mzima usisikie sauti yake kabisa. Mama John alichoka. Ni kweli mwanae si muongeaji sana. John alikuwa ni mkaka mkimya na mara nyingi alikuwa yuko busy na mambo yake. Baba John naye alikuwa na harakati zake. Siku moja alimchukua mwanae na kumpeleka kwenye ukumbi wa starehe. John alishangaa sana kwa mtoko ule ambao hakuelewa kwa nini baba yake alimpeleka kwenye ukumbi wa starehe, sehemu ambayo kulikuwa na wanawake wengi waliovaa nusu uchi. Walifika wakaagiza vinywaji, kisha wakaanza kunywa. Nusu saa baadaye baba yake alijidai amepokea simu na anahitaji kukaa sehemu. Basi tuondoke wote baba. Hapana, wewe subiri hapa. Kama nikichelewa basi utachukua usafiri uende nyumbani. Au kama unalala hotelini, sawa? Huyu mshua vipi bwana? Ananiachaje mimi sehemu kama hii eti nilale hotelini? Hivi huyu mzee ananipenda kweli huyu? John alijiuliza maswali mengi sana yasiyo na majibu. Mwisho aliendelea kunywa kinywaji chake. Muda huo wadada wakawa wanamzunguka wakimtega bila mafanikio. John hakuonyesha hata chembe ya hisia kwao. Baba yake hakuondoka pale. Alichokifanya alizunguka akakaa kwenye kona ambayo isingekuwa rahisi kwa mwanae kumuona. Alitafuta pisi moja kali akamuita na kukaa naye. Mrembo yule alijua amepata danga. Wewe sikia, nataka nikupe kazi. Kwanza shika hii hapa. Alimpatia pesa ili kufanya kazi yake kwa nyepesi. Alihesabu shilingi 50,000 akampa yule dada. Kazi gani hiyo mbaba? Mbona unamtisha? Njoo huko. Baba John alimshika mkono yule dada mpaka karibu kabisa na alipokaa John. Unamuona yule kaka? Yupi? Yule mwenye tisheti ya njano pale. Ndiyo. Sasa, yule ni mwanangu. Hakikisha unamtega mpaka anakubali. Na ukilala naye tu nakupa 500,000. Simuelewi kabisa. Sijawahi kumuona kama yuko na mwanamke. Au hadindi. Ndio utanipa majibu sasa. Siku kilala naye. Yule dada alijikokota mpaka alipokuwa John. Bila ruhusa aliketi pembeni yake. John aliendelea kunywa bila wasiwasi. Kaka. Yule binti aliita baada ya kuona mlengwa hachangamki naye. John aligeuka na kumshangaa mrembo yule ambaye nguo aliyoivaa ilishaacha 1% kubwa ya mapaja yake. Naitwa Jasmine. Kwa hiyo
Jamani, naomba nikupe kampani tu. Yangu inatosha. Yule dada hakuwahi kukutana na mwanaume kauzu kama yule katika maisha yake. Hakumbuki kama aliwahi kumshobekea mwanaume akajibiwa majibu kama ya yule kaka. Kaka, kwa nini? We vipi bwana? Ondoka hapa. Sijafuata mwanamke mimi hapa. John alifoka mpaka yule binti akaogopa. Hakuishia tu kufoka, aliamka na kuondoka zake kwa hasira. Moja kwa moja alichukua taksi mpaka nyumbani. Huyo mpuzi amefika huko? Ilikuwa ni simu ya baba John akimuuliza mke wake. Ndiyo, kwani kafanya nini? Hivi, huyo mtoto unauhakika kwamba ni mwanangu? Baba John, hayo ni maswali gani sasa? Mbona hachangamki huyo mtoto? Hachangamki kabisa. Ana shida gani? Baba John alikata simu na kumwacha mkewe katika maswali mengi, asijue kwamba John kamvuruga wapi baba yake. John baada ya kufika tu chumbani kwake alivua nguo akajitupa kitandani, huku akitafakari yaliyotokea klabu. Huyu mzee ananitafutia matatizo huyu. Sijui ananionaje mimi yani. Alichukua laptop yake akaanza kuichezea. Ndipo mlango wake ukagongwa. Haikuwa kawaida usiku ule, ilibidi aulize. Nani? Ni mimi, mama yako. John alienda kujistiri kisha akaenda kufungua mlango. Alikutana uso kwa uso na mama yake mzazi. Mama, mbona usiku? Wewe, umemfanya nini baba yako huko? Mbona mimi sijamfanya kitu? Kanipeleka kwenye ukumbi wa starehe, akaniacha hapo akaondoka. Sasa mimi nimefanya nini? Mpaka hapo mama John hakuwa na swali. Tayari alishajua mwanae aliteleza wapi. Alitamani kuongea naye, amwambie John achangamke. Lakini alishindwa sababu John hajawahi kumpa uwanja mpana wa kuwa naye karibu. Watoto wengine wanakuwa karibu na mama zao, kiasi kwamba inakuwa rahisi hata kuelezea mambo yao binafsi, ila kwa John ni tofauti kabisa. Mama John aliondoka zake, akamwacha John akafunga zake mlango na kurudi kitandani. Binti wa kazi alikuwa chumbani mwake. Bado maneno ya mama John yalirudia, hasa alipomuuliza kama ana mwanaume wa kumtoa hamu zake. Tangu afike pale kufanya kazi, kuna mambo ya ajabu yanamtokea na alishayazoea. Ni siri ambayo moyoni mwake huwa anatamani kuuliza au kusema, lakini anashindwa. Usiku kulikuwa na jambo la ajabu linamtokea. Jambo ambalo ni wazi anashirikisha na mambo ya kishetani ya uchawi. Aliamini hivyo sababu baada ya kumtokea kwa mara kama 3 za kwanza, alimpigia simu mama yake kijijini na maongezi yalikuwa kama ifuatavyo. Mama, kuna kitu mimi sikielewi. Kitu gani tena mwanangu? Mama, nikilala usiku kuna kitu kinakuja na kufanya mapenzi na mimi, na sijui hata ni kitu gani kabisa. Mwanangu, huyo ni jini, na kama sio jini basi ni popobawa mwanangu. Sasa mama, mimi nitafanyaje? Nitaenda kwa Mswahili akusaidie binti yangu, wala usijali kuhusu hilo. Kuanzia siku hiyo aliamini kabisa kwamba yale ni mauzauza, japo kuna kitu kilimshangaza. Anapokuja huyo mtu anafanya naye mapenzi, taa zote za chumbani kwake huwa zinazimika. Mwisho anashtuka, anapapaswa, na alishazoea kiasi kwamba huwa anaenjoy mchezo, lakini akiamini kwamba ni jini mahaba kama mama yake anavyodai. Siku hiyo alifunga mlango kama kawaida na kuiacha taa inawaka. Alipanda kitandani. Alishazoea kufanywa kila siku na kiumbe kisichojulikana kabisa. Kama alivyotegemea, usiku wa manane ghafla taa zilizima, na punde tu alianza kuhisi mtu anampapasa mwilini mwake. Kutokana na kuwa huyo mtu aliyemuita jini mahaba anampa penzi na yeye anafurahi, basi huwa hata yeye analala uchi ili kazi iwe rahisi. Mguso wa kile kiumbe ulikuwa kipekee. Mikono yake ilikuwa kama ina shoti. Alisisimka mpaka nywele zake zinasimama. Wewe ni nani? Aliuliza yule binti, lakini hakukuwa na majibu ya swali lake. Na badala yake yule mtu sasa alikuwa amepanda mpaka juu kabisa ya mwili wake
na kuanza kuzipapasa chuchu zake kwa ulimi wake wa moto. Wewe jamani. Yule binti alishazoea kabisa, akiamini ni jini mahaba ndilo ambalo linamfanyia mchezo ule. Huyo jini mwenyewe alikuwa haongei kabisa. Aliendelea kufanya yake kwa ufundi na kumfanya yule binti azidi kuweweseka sana. Shingo yake ilikuwa inanyonywa kama vile inanyonywa na vampire. Jini alikuwa mtaalamu kweli kweli. Baada ya kuzunguka kote, alishuka chini na kumchanua yule binti ambaye alikuwa hoi bin Taban. Aliingia katikati ya mapaja yake na kupitisha ulimi wake. Wewe jamani. Wewe ni jini au popobawa? Jini au popobawa ndio ulikuwa mwisho wa kuwaza kwa yule binti aliyekuwa katikati ya mapaja yake. Alitamani kumjua huyo anayemtibia maradhi yake, lakini hakupewa nafasi hiyo. Nafasi pekee aliyopewa ni kupata utamu tu basi. Utamu wa ulimi ule mrefu wa moto ulimfanya aweweseke na kuita majina hadi ya ukoo. Utamu wa penzi lile hakuwahi kabisa kupata. Alivuta picha wanaume wote aliotembea nao, lakini akakiri kwamba jini ana uwezo wa juu sana. Jamani wewe. Jini. Alivunja dafu lake kwa utamu wa ndani ya ulimi. Ndipo akapitisha mkono na kushika bakora ya kiumbe yule asiyefahamika. Ilikuwa kubwa sana, lakini alishaizoea tayari. Bila kuuliza, aliposhika tu akailengesha kwenye ikulu yake na kuisukuma pangoni. Yule kiumbe aliingiza bakora yake na kumfanya binti yule atoe sauti ya mahaba, kumaanisha kwamba imefika penyewe. Akaanza kusukuma. We baba, taratibu jamani. Vikizani vilimnogea binti wa watu na kumfanya sahau kabisa kulia mwangani. Penzi la kiumbe yule asiyejulikana lilimchanganya na kumfanya asiwaze kabisa kutafuta kijana wa kufanya ile kazi ngumu isiyo na malipo. Kazi ya kumkojoza mtu sio mchezo. Kuna vibenteni vinalipwa kwa kazi hiyo tu. Yule kiumbe alikuwa bizi anacheza mchezo wa kuweka na kutoa. Kiuno chake kilikuwa mwiba mkali. Alijua kuzitafuta kona za kisima na kumfanya yule binti ajihisi kama yuko mbinguni. Nakujua mimi. Huu ndio ulikuwa wimbo uliomkaa kinywani. Kila baada ya dakika kadhaa alijihisi kufika kileleni. Utamu ulimfika kwa bwana utamu na kumfanya ahisi utamu wenyewe wa mapenzi. Mikunjo na staili alizowekwa zilikuwa habari nyingine. Jini alijilia kama amelipa mahari na binti akajiachia kama yupo kwa mumewe wa ndoa. Waswahili wanasema alimpa yote kabisa bila chenchi. Kama ni wali basi kampa na sufuria lote akangue na ukoko. Baada ya saa nzima yule kiumbe alijitoa mwilini mwake na kumwacha binti kitandani akiwa anajigalagaza kwa uchovu na utamu alioupata. Wewe ni nani? Aliuliza, lakini hakujibiwa. Jamani wewe ni nani? Niambie basi, au ni jini? Yule binti alisimama na kuisogelea swichi. Akaikuta haijazimwa, lakini umeme haukuwepo. Akarudi na kuichukua simu yake ya tochi. Akamulika chumbani, lakini hakuona mtu yoyote. Tayari bwana utamu alishaondoka zake zamani sana. Huyu ni nani? Au ni Joni? Hawezi kuwa Joni. Haya, kaondoka sasa. Ngoja umeme utarudi sasa hivi. Alipoongea tu vile umeme ulirudi na kufanya chumba chake kiwe cheupe. Aliangalia mashuka jinsi yalivyovurugika na kuchafuka kutokana na kojo lake lililomwagwa muda mrefu. Hivi huyu bwana utamu ni nani? Mbona ana mambo ya ajabu hivi? Si aje tu anichukue nipeleke hata ujinini huko na mimi nikaishi tu huko. Kwani vipi? Kwani jini mwenyewe anasemaje? Haya nijilie mie.
Aliingia bafuni akaoga kisha akaingia kulala. Usingizi mzito ulimchukua kutokana na mechi kali aliyoicheza siku ile. Asubuhi aliamka mapema akaandaa chai na kufanya shughuli zake. Mwisho alikaa kumsubiri John. Muda huo wazazi wake walishaondoka zamani. Nyumbani alibaki yeye na John tu. Njaa ndio iliyomtoa John sebleni. Moja kwa moja mpaka mezani na kuanza kujinywea zake chai huku akichezea simu yake. Macho ya binti wa kazi yalikuwa na udadisi siku ile. Alianza kumtathmini John, akamfananisha na kile kiumbe cha ajabu kinachompa raha usiku. Au ni yeye? Sijui nimuulize. Binti wa kazi alijivika ujasiri na kuvuta kiti akakaa. Macho yake yakawa kwa John aliyekuwa bizi anakunywa chai. Wewe vipi? Mbona nitazama hivyo? John, au ni wewe? Mimi nimefanya nini? John, sio wewe kweli. Lea, mbona sikuelewi? Basi. Lea aliamka na kwenda kuendelea na kazi zake. Alihisi John hawezi kufanya mchezo ule. Kwanza hana kabisa mambo ya wanawake. Swali likabaki, ni nani anayemuingilia usiku na kumpa utamu chumbani kwake? Juhudi za baba yake kutaka kujua kama mwanae jogoo anawika hazikuishia siku ile. Bado aliendelea na kutafuta mbinu mbalimbali za kudhihirisha hilo. Siku hiyo alipotoka tu kazini kwake, aliamua kupitia Mwananyamala kwa dada yake. Lengo ni kutaka kumshirikisha ili ajue wanamsaidia vipi kijana wao. Mdogo wangu, umenikumbuka leo. Karibu. Dada yake alimlaki. Asante sana dada yangu, vipi kwema? Hapa kwema, sijui huko utokako. Dada bwana, huko sio kwema. Kuna nini tena? Umezungwana na mama John? Jiangalie bwana. Tutakufunga sisi ujue. Sisi ndo tunaongoza nchi, usisahau hilo. Bwana, tatizo ni mwanao. John achangamki kabisa yani. Kafanya nini tena jamani? Yaani dada, wewe unaelewa mimi nilivyokuwa mdogo katika umri wake. Kila siku kesi zilikuwa ziishi. Mara kesi nimetembea na fulani, mara nimegombana na fulani, mara dada mwenye nyumba kafanya hivi, mara hivi. Kwa hiyo unamaanisha kwamba John hana haya mambo ya wasichana kabisa? Sijawahi kumuona kabisa wala kusikia. Yaani hata binti zangu wa kazi hawachangamki kabisa yani. Makubwa haya kaka. Sasa dada, tunafanyaje? Labda nikupe binamu yake wakachangamshane huko. Unamaanisha huyu Elena mwanao? Ndiyo. Maana na siku hizi na yeye tangu aanze chuo basi hatupumui hapa nyumbani. Amechangamka kweli kweli. Inaweza kuwa wazo zuri. Sasa ubinamu huu basi atakuja lini? Nadhani nitaongea naye leo. Maana analalamika huku chuo mbali mara nini. Kwa nitamwambia aje aishi hapo hapo ili iwe rahisi kufika chuo. Atakubali kweli mkwa wangu? Atakubali bwana, anapenda maisha mazuri. Mwenyewe anasemaga kwa mjomba mboga 7. Haya bwana dada. Siku hiyo kidogo alianza kupata amani. Akiamini binamu na binamu wakikutana lazima kitokee kitu. Lazima moto utawaka. Alirudi nyumbani akampasha mke wake habari zile, akazipokea kwa furaha kubwa. Sasa hapa tutajua kavu na mbichi. Itajulikana na jinsi Helena alivyochangamka. Katika kuhakikisha binamu yake John au Helena anapenda kuishi pale, walimtengenezea mazingira mazuri, wakanunulia vitu vingi vya chumbani na kukipamba chumba chake ambacho kilikuwa kinafuatana na chumba cha John ili kionekane chumba cha pisikali kweli kweli. Kazi ile ya upambaji na ununuaji wa vitu ilifanywa na kusimamiwa na mama John. Kesho yake kama ilivyotarajiwa, Helena alikuja na mabegi yake kuhamia rasmi kwa mjomba wake. Mapokezi yalimshangaza na kumfanya ajisikie yuko huru. Helena alipenda sana mazingira, hasa chumba kizuri alichopewa ambacho kilikuwa na kila kitu cha kumshawishi kuishi pale. TV kubwa, dressing table, kitanda kizuri, choo cha ndani, yani kulikuwa kuzuri sana.
Alijitupia ndani, akatoa simu yake na kuanza kujisnap. Na muda akaweka status. Shoga zake wakaanza kujuta. Shoga, unadangia wapi leo shoga yangu? Si kwa chumba hicho. Ilikuwa ni message kutoka kwa rafiki yake wa karibu. Acha tu shoga yangu. Niko Palestina huko, nimekuja kupigana na Waisraeli. Jamani Helena, si tumeachana asubuhi chuo wewe. Wewe niache tu ndugu yangu, niko Paris huko. Hiki chumba cha Neymar, sawa? Sasa mke wangu, umemwona Helena lakini? Baba Joni, huyo mtoto asipochangamka hapa, basi ana tatizo. Tumtafutie dawa babangu. Yaani mtoto dada yangu kabisa. Mpwa wangu mwenyewe. Yaani ananikumbusha ile siku ambayo nakutana na wewe. Kipindi kile unaitwa Merisa. Achana na mama Joni. Wewe ulikuwa wa moto? Kwa hiyo nimepoa. Haujapoa mke wangu. Si unajua yani nitokee hapa bwana. Mimi sitaki maneno yako. Haukawi kuniomba wewe. Nimechoka mimi bwana. Umejuaje? Naomba kidogo basi mke wangu. Simba wanacheza bwana. Kwa hiyo Yanga wamekimbia mechi au? Acha maneno yako. Usimchonganishe Jackie Mambo na mashabiki zake, tafadhali sana. Haya bwana, Jackie Mambo, andika mambo. Andika naenda kumla mtu aliyechinjia baharini. Oyo. Mume wangu nini lakini? Niache bwana. Mume wangu jamani. Helena licha ya kuwa binti wa mjini na anaenda na wakati, lakini alijua wajibu wake. Alijua hata kama ameletwa pale kumrahisishia mazingira ya chuo, lakini pia alitakiwa asaidie kazi, sio mpaka kuambiwa. Kwa kuwa siku hiyo hakuwa na ratiba ya kwenda chuo, aliamua kutoka nje jikoni aone cha kufanya pamoja na Lea, binti wa kazi. Chumba chake kilikuwa kimeangaliana na chumba cha Joni. Hivyo wakati amemaliza kulitupia dira lake, ile anatoka tu. Wakati anaelekea jikoni, huku nyuma Joni naye alikuwa anatoka. Hakuwa amepewa taarifa za ujio wa Helena, walimficha. Anamjua Helena sababu alikuwa naye na walicheza wote michezo ya kibaba baba na kimama mama. Japo alikuwa amemzidi umri, yani Joni alikuwa mkubwa kwa Helena. Nani huyu? Aliuliza Joni, akiwa anaangalia tetemeko kubwa kwenye bambataa la mgeni yule ambaye kaletwa pale kwa makusudi. Aise, hii dunia hatari. Ghafla ni kama Helena alikumbuka kitu chumbani. Si akaamua kugeuka. Akamkuta binamu yake amemkodolea macho. Akarudi. Alipomfikia alimkumbatia binamu yake na kumfanya misumari yake imchome na kumsisimua sana. Helena alianza kufanya kazi ambayo hakujua ndio iliyomfanya apelekwe pale. Binamu, umekuwa mkubwa, alijisemesha Helena. Wewe, mimi mkubwa siku zote bwana. Japo alijifanya kauzo, ila siku hiyo alichangamka. Helena alikuwa wa moto sana. Siku nyingi sijakuona, umekuwa ka handsome fulani hivi. Mawifi akikuona huko inakuwaje sasa? Mawifi wapi bwana? Hata wewe nadhani huko mashemeji zangu unawatesa mno. Kawaida bana, mimi mgumu sana unajua. Waliongea kisha Helena akaingia chumbani na kuchukua alichokuwa amekirudia, akaenda zake jikoni. Huku nyuma Joni akaingia kwenye chumba chake, akaanza kumwaza Helena. Haki ya Mungu, huyu leo namzimia taa. Joni alichukua vifaa vyake akapanda juu ya dari. Alikuwa na ujuzi mkubwa sana wa umeme, sababu ni mambo aliyosomea. Anaujua vizuri umeme na ana degree kabisa. Alienda akazitengeneza nyaya na kuziunganisha na mfumo wake. Kisha akashuka. Chumbani kwake alikuwa na swichi ambayo ina batani kama 6 hivi, ambayo alishaitengeneza mahususi kwa kazi ya kuzima taa kwenye vyumba anavyotaka yeye. Kiufupi Joni ni mfalme wa gizani. Alipohakikisha kabisa mfumo wake umekaa sawa, akizima chumba cha Helena umeme unazima, akatabasamu na kujitupia kitandani. Yale makalio, yule mtoto aisee. Usiku uingie tu. Haikujulikana kwa nini kijana yule anapenda michezo ile ya kuzima taa na sio kufanya wakati wa mchana. Kiza kimekuwa na maana kubwa sana kwa Joni. Wakati wazazi wake wanawaza kumletea mganga wa kienyeji
ili kumtibia. Wasijue John ni jabali, tena jabali kweli kweli, ila ni jabali wa kizani. Kama popo hawezi kutamba mwangani. Siku hiyo alisubiri usiku kwa hamu sana. Kama ilivyo masaa hayagandi, mshale wa saa haukumtupa John, ulikimbia haswa. Kiza kikaanza kulimeza jua taratibu na likapotea. Oh, wow. Afadhali. Hiyo ndio ilikuwa sauti iliyomtoka John baada ya kumwona mshikaji wake kalikumbatia jua na kusababisha giza litawale. Baada ya chakula cha usiku, kila mtu alijifungia chumbani kwake. Helena naye alijitupia kitandani bila kujua yuko kwenye mawindo makali na kijana mwenye giza lake mjini. Helena alijua kujiachia chumbani na joto la daa, basi hakuna nguo iliyokuwa imekaa mwilini mwake. Alilala uchi kabisa wa mnyama, asijue kabisa kwamba kazi imekuwa rahisi kwa John. Huku John alikuwa anahesabu muda wake ufike ili afanye utukutu wake. Masaa yalikuwa rafiki sana kwa John. Ilifika saa 7 usiku, muda ambao tayari hali imetulia. Kila mtu anaota muda huo. John aliamka akiwa na pensi yake nyeusi. Akashika switch ambayo ameunganisha kwenye chumba cha Helena, akaizima. Akazima na koridoni na chumba chake akazima. Taratibu kwa mwendo wa kunyata akafika kwenye chumba cha Helena, ambaye bahati mbaya hata mlango wake aliuacha wazi. Ingawa hata kama angeufunga, John angeufungua tu. John aliushika, akauzungusha kitasa. Mlango ukakubali. Akazama ndani. Wakati ameshaingia, aliona mwanga wa simu ya Helena. Akaichukua na kuweka chini ili Helena akitaka kummulika basi asiione. Je, nini kitaendelea? Usikose kufuatilia sehemu ya pili ya simulizi nzuri na kali ya Washa Taa.